Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji kutoka hapa St. Paul Media, karibu leo tuweze kupitia kuhusu Mtakatifu Paulo, mtume na mwinjili. Paulo mtume ni moja ya nguzo muhimu sana katika Ukristo. Leo tutajiuliza swali, kwa nini Waislamu humchukia mtume Paulo? Leo hii Paulo mtakatifu mtume anasimuliwa kuwa ni mtu muhimu sana. Waislamu wanaamini kuwa kila jamii ina mtume wake na kuwa Muhammad ndio jibu la matumaini ya umma wa Kiarabu na mataifa mengine, lakini ilivyo kwamba matumaini ya mtume anayefiti, anayeshtaki kwa ulimwengu mzima yanajibika kibiblia. Kuwa Paulo mtume ndiye jibu hilo, na ndiyo maana Waislamu wanamchukia. Ni wazi kuwa kama jinsi ambavyo ni kufuru kumlinganisha Muhammad na Yesu Kristo, kwani ni Mungu. Lakini ili kumvunjia Kristo heshima kwa kumlinganisha na Paulo na Muhammad. Mtume Paulo anasimuliwa kuwa ni mkubwa kuliko Muhammad, mwanzilishi wa dini ya Kiislamu. Paulo ni mtume wa mataifa. Kwa nini? Kama Waislamu walikuwa wanaona kuwa kuna hitaji kwa kila taifa kuwa na mtume wake, ni muhimu kwao kufahamu kuwa mpango wa Mungu tangu mwanzo haukuwa kuwapendelea Wayahudi tu. Yeye tangu mwanzo alimkusudia Ibrahimu kuwa baraka kwa jamaa zake zote za dunia. Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 3. Baraka hii ilitimizwa kupitia Yesu Kristo, ambaye alitolewa kwa kusudi lile lile la kiulimwengu. Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Katika mpango huu mzima wa kuwafikia mataifa yote, Masihi aliwaagiza wanafunzi wake kuhubiri Injili kwa kila taifa. Mathayo sura ya 28 mstari wa 19. Inashangaza sana kufikiri kuwa manabii waliotumwa pamoja na ujio wa Kristo duniani uliruhusu Israeli tu au Wayahudi tu, na ndiyo maana hata ile siku ya Pentekoste Roho Mtakatifu alipowashukia wanafunzi wa Yesu, walimwezeshwa kuzungumza lugha mbalimbali ikiwemo Kiarabu. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 12. Hii maana yake ni kuwa Mungu alitaka kufikia ulimwengu mzima kupitia taifa teule alilolitenga la Kiyahudi. Maana huko ndiko wokovu utakapotokea. Yohana sura ya 4 mstari wa 22. Na Mwokozi wa ulimwengu ni mmoja tu. Rejea kitabu cha mwinjili Yohana sura ya 4 mstari wa 39 hadi 42. Ni katika kusudi zima la kufikia ulimwengu, Mungu alimchagua mtume Paulo aifanye kazi hii. Ni dhahiri kwamba hata Roho Mtakatifu alithibitisha kuwa amemuita Paulo kwa kazi hii maalum. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 1 hadi wa 3. Jambo hili lilikuwa bayana hata Paulo mwenyewe, kwa kuwa na neema na utume alioitiwa ulikuwa maalum kwa mataifa. Mungu bado hata sasa anaweza kutumia watu mbalimbali na wakawa ni viongozi maarufu sana duniani kutoka jamii ya mataifa, lakini wote watakuwa na kazi moja tu ya kumhubiri Yesu Kristo. Hivyo kama ilikuwa hapo haja ya mtume kwa Waarabu, angeinuliwa na angemhubiri Kristo na si vinginevyo. Kinyume chake basi Waafrika tungepata nabii wetu, Wahindi nao, wazungu nao. Kilichokuwa kinahitajika ni mtume na sio injili nyingine, kwani yeye aliyeleta injili nyingine amelaaniwa. Rejea kitabu cha Wagalatia sura ya 1 mstari wa 6 mpaka wa 9.
Paulo alipewa mafunuo makubwa sana kuliko Muhammad. Wote tunajua kwamba mtume Paulo alipewa mafunuo makubwa kuliko Muhammad. Injili aliyoihubiri si ya namna ya kibinadamu, kwani aliipokea na kufundishwa kwa ufunuo wa Yesu Kristo mwenyewe aliyemuita. Rejea kitabu cha Wagalatia sura ya 1 mstari wa 10 hadi wa 12. Paulo alinyakuliwa mpaka peponi na kufika mbingu ya 3 kwa ajili ya maono na mafunuo ya Bwana, yaani Yesu. Soma kitabu cha pili cha Wakorinto sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 7. Mungu alimtumia Paulo mtume kwa namna ya kupita kawaida. Biblia inasema kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 11. Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Neema ya Mungu iliyokuwa juu yake hailinganishwi kamwe na utume wa Muhammad. Kwa nini Waislamu wasione wivu? Zaidi ya yote, tunaweza kusema mambo ya msingi yafuatayo kumhusu Paulo. Paulo ni mtetezi mkuu wa Ukristo na mafundisho yanayohusu kuhesabiwa haki kwa imani. Paulo alizungumza na kufundishwa, kufafanua na kutetea mafundisho ya kuhusu haki inayotokana na imani, mafundisho yanayoonekana kuwa mwiba na tishio kwa Waislamu ambao hufundisha kuwa haki inapatikana kwa matendo. Kwa Waislamu, matendo mema yanahesabiwa kuwa thawabu na yanampa Muislamu nafasi ya kuingia paradiso. Hiki ambacho Waislamu wanafundishwa ni matendo ya sheria, kuwa mtu anaokolewa kwa matendo na bidii ya kibinadamu na kwa kufuata matendo ya sheria na sikukuu zao. Paulo anafanyika mwiba wa mafundisho hayo na ndio maana wanamchukia. Rejea kitabu cha Wagalatia sura ya 2 mstari wa 15 mpaka wa 16. Mpendwa mtazamaji, Paulo alikuwa na bidii na kusambaza Ukristo duniani. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 46 hadi wa 48. Paulo alifanikiwa kuipeleka Injili nje ya mipaka ya Israeli na mipaka ya iliyokuwa himaya ya Rumi. Kutoka huko Injili ilifika hata Ulaya na hatimaye ulimwengu mzima. Wa wakati ule Waislamu wanaona kuwa Paulo hakufanya sahihi. Alifanya makosa kuipeleka Injili nje ya mipaka ya Wayahudi. Ukristo kwa Waislamu wanaamini kwamba uliwahusu Wayahudi tu. Wanaamini Ukristo ulikuja kwa ajili ya kuwakosoa Wayahudi, kuwarekebisha na kuwaongoza wao. Kwa kupeleka kwa mataifa, Paulo ameharibu Ukristo halisi na hivyo ameufanya Ukristo kuenea dunia nzima. Hili linawauzi sana Waislamu na ndio maana humpinga. Rejea kitabu cha Kolosai sura ya 1 mstari wa 3 hadi wa 6. Leo Injili imezaa matunda na kusambaza ulimwengu mzima kutokana na kazi aliyoifanya mtume Paulo. Unadhani shetani hupendelea jambo hili? Sisi kama wasomi wa Biblia tunakubaliana kuwa Paulo ana mchango mkubwa sana usiopingika na kusambaza nuru. Ulimwengu hivyo humchukia yeye na kuichukia nuru. Aliisambaza Injili kwa mafanikio, kwa amani, wala kutumia upanga kama mtume Muhammad. Paulo mtume alikuwa na neema kuu sana ambayo mtume Muhammad hakuweza kuipata. Mpendwa mtazamaji, na kutakia siku njema na Mungu akubariki. Kwa maelezo mengine zaidi, usisahau kulike, kusubscribe na kucomment jambo lolote lile ambalo linakusibu ili uweze kuuliza.